sheria za nchi inabaki sasa, inabaki nchi na nchi. Sasa ni kweli kwamba na mimi nimeshuhudia kufanyika na harakati mbili hapa Tanzania na kuna kauli zimetoka, lakini jambo la msingi ni kwamba mimi kama mbunge wa Tarime vijijini ambaye pia na ujirani wa karibu sana na wenzetu wa Kenya na tunashirikiana kwa vitu vingi sana. Tunao mahusiano ya aina mbili. Mahusiano ya kwanza wa Tanzania na wa Kenya na Tarime na Kenya ni mahusiano ya kibiashara. Kwa maana kwamba shughuli nyingi za kibiashara za watu wa Kenya na Tanzania tunashirikiana sana. Na tunapata huduma mbalimbali. Lakini jambo la pili ni mahusiano ya kijamii. Kama nilivyosema kwamba kuna ndugu zetu kabisa wa damu wako Kenya na ndugu zetu wa Kenya wako Tanzania, lakini hatuna ushirikiano wowote wa kisiasa. Kwa maana kwamba kwa mujibu wa sheria za kimataifa haturuhusiwi sisi wa Tanzania kwenda kuingilia na kujadili na kutoa maoni kwa siasa za ndani ya nchi ya Kenya. Vivyo hivyo na kwa wenzetu wa Kenya hawaruhusiwi kwa sheria za kimataifa kuja kuingilia siasa za ndani ya Tanzania, kama ambavyo mimi kama mbunge wa Tarime vijijini walifanya wa Kenya uchaguzi. Haipo hata siku moja ambapo mimi nilienda kutoa maoni kusema huyu anafaa kuwa kansela, huyu anafaa kuwa city chairperson, huyu anafaa kuwa MP au governor au senator. Vivyo hivyo hata wakati uchaguzi wangu hakufanya. Kwa mimi maoni yangu ni kwamba kwa kuwa nchi hii tuna mahusiano ya kihistoria, baba wa taifa Julius Nyerere na baba wa taifa la Kenya Jomo Kenyatta walianza harakati pamoja. Tumepata uhuru Tanzania mwaka 61, Kenya imepata uhuru mwaka 63. Wamekuwa ni marafiki wa ndugu na kimsingi harakati hizo tulishirikiana wakati wote. Kwa hiyo mimi nataka nishauri vijana wa Kenya kwamba wanao utaratibu wa Kenya na siasa zao na katiba yao, na Tanzania tuna siasa yetu na katiba yetu, watuache tuamue mambo yetu ya ndani na wao waamue mambo yao ya ndani. Sisi tupo tayari kutoa ushirikiano wa kiuchumi kama ambavyo tumekuwa wakati wote na mahusiano ya kijamii kama ilivyo. Lakini kwa maana ya siasa ya ndani ya Tanzania hilo wangetuachia tuweze kufanya kazi. Lakini lingine ambalo tunawashauri kwamba mimi ni ndugu yao. Kama nilivyosema tuna mahusiano ya kijamii. Mimi ni chifu wa Ukuria katika pande. Kama kuna changamoto hapa ambao nadhani ndugu zao wameipata, nafikiri sisi ndugu zao tulioko pande huu ilikuwa ni watu wa mwanzo kuwasiliana. Na mimi kama mbunge wa Tarime vijijini ambao kuna jamii zote mbili, Wajaluo wa Kenya na Tanzania, Wakuria wa Kenya na Tanzania, sina malalamiko kwenye serikali yangu. Na ndio maana nipo hapa nikimsupport Mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, amiri jeshi mkuu na rais wetu, kwa kila namna ametekeleza ilani vizuri na endelea kuunga mkono. Kama kuna mambo yapo Mkenya akitaka kufanya kazi yote hapa Tanzania, kuna utaratibu wa kupata kibali. Na kama hujapata kibali, hauruhusiwi kufanya hivyo. Hata kule mpakani tumejaribu kuwaombea sana hata wapate muda wa ziada ile kilomita za kimahusiano waje wakapata huduma za kijamii katika upande wa Tanzania. Vivyo tunapanda kufanya upande wa Kenya. Mahusiano haya yaliyopo tuendelee kuyaheshimu na tuendelee kushirikishana. Kama kuna malalamiko yapo, tufuate utaratibu wa kisheria na sheria za kidiplomasia ili tusikombane katika mambo haya. Na ndio maana sasa rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto, baada ya kuona kwamba kuna lugha gonga zimetoka upande wa vijana wote wa Kenya, ametoka hadharani kwa ustaarabu wa kawaida kabisa, gentleman, anasema anataka radhi wa Tanzania kwa popote tunapokosana. Sisi mimi kama mbunge na kama Watanzania tunapokea radhi ya Rais Ruto na tunamwahidi kwamba sasa ndio kushirikiana. Na ndio maana kwenye bunge hili Mheshimiwa Daktari Tulia ametoa kauli ya bunge la Tanzania, na vivyo hivyo Mheshimiwa Rais atapokea na Tanzania kwa jumla. Sisi tunatarajia tuendelee na mahusiano kama kawaida, na kama kuna mkosefu wa Tanzania atawajibishwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania, lakini kama kuna mkosefu ameenda Kenya atawajibishwa kwa mujibu wa sheria za Kenya. Watu wabaya na watu wahalifu wasitafute kivuli cha kujificha kwa Kenya, kujificha Tanzania ili kuleta uhalifu. Wote tulinde Kenya, tulinde Tanzania, tulinde mahusiano, tulinde uchumi na tulinde siasa za diplomasia. Mwisho wa siku tuishi kama ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya, wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa Mbunge, leo umepokea taarifa ya utangazaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha mwaka 2020-2025 na mmepiga makofi baada ya kuwa zile taarifa zimewasilishwa. Nini ambacho umekiona na wananchi huko vijijini bado wanalia? Ninachokiona hapa kina reflect ambacho kiko kwangu karibu. Nimesema mara kadhaa kwenye bunge, nimesema katika mahojiano mbalimbali kwamba katika kipindi mimi ni mbunge wa awamu ya pili. Maana naenda kumaliza
tuseme nakaribia kumaliza miaka 10, baki siku chache kumaliza miaka 10 nikiwa mbunge, na nimehudumu kutoka vyama tofauti, lakini pia katika nyakati tofauti na majimbo tofauti. Nataka niseme tu kwamba kwa namna ambavyo Mheshimiwa Mama Samia anatekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na kwa namna ambavyo Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya kazi kule Zanzibar, uchaguzi huu kwangu mimi ungeniuliza kama Watanzania wanataka kupiga kura kubadilishana kura na maendeleo, uchaguzi huu ulikwishaisha, imebaki tu kwenda kuhitimisha, kwa sababu inawezekana kweli kukawa na changamoto baadhi ya maeneo. Hata Roma haikujengwa kwa siku moja na safari ni hatua, lakini mama huyu amepiga kazi, amechapa kazi na ameongoza katika marais wote kupeleka fedha majimboni kwetu kufanya kazi ya maendeleo, na ameelekeza fedha nyingi katika huduma za kijamii, na kila jimbo kuna jambo limefanyika. Nilikuwa naangalia zile clip ambazo wakati wanaonyesha ile video wadai play ya Zanzibar, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia na ile ambayo imetolewa kwa upande wa Tanzania bara, nikawa napiga picha namna ambavyo ninaweza kupiga picha na kuzunguka Tarime vijijini na wananchi wangu kaendelea kuniunga mkono. Kwa hiyo niwaambie Watanzania kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa uchaguzi wa tofauti sana. Ni uchaguzi ambao tunaenda kubadilishana maendeleo na kura za wananchi. Na ni uchaguzi ambao tunaenda kuchagua Chama cha Mapinduzi kwa heshima. Uchaguzi ambao sisi itapigiwa kura kwa sababu amefanya kazi ya maendeleo. Na kazi hii ambayo imeonyeshwa hapa, kila mmoja sio ya kugushi na kutengeneza, ni taarifa ambayo imekusanywa kutoka kwenye majimbo mbalimbali, imekusanywa kutoka kwenye kata mbalimbali, na kila mbunge na kila mwananchi akipata taarifa hii ambayo nitaomba waisambaze nchi nzima, ili hata kwenye vibanda vya kuangalia mpira wananchi wapitie na kuona. Unapiga picha shule iliyojengwa kutoka chini mpaka juu bila mwananchi kuchangata shilingi 100. Unapiga kituo cha afya ambacho fedha imepelekwa na Mama Samia kimefanyika. Unaangalia jengo la dharura iliyopo kule Nyamwaga Tarime ni sawa na ile ambayo ilikuwa inaonyeshwa hapa. Unaangalia shule ya sekondari yenyewe kule Nyanungu karibu kabisa hifadhi ya Serengeti. Ni haya ambayo ilikuwa inaonyesha hapa. Na bahati nzuri serikali itoa maelekezo ni kama majengo na material yanafanana na ujenzi unafanana. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mama Samia ameupiga mwingi, wa Tanzania wamuunge mkono, wachague ubunge wa Chama cha Mapinduzi, wachague madiwani wa CCM, wamchague Mama Samia na Daktari Emmanuel John Nchimbi, ili kazi hii ambayo njema imefanyika iendelee kufanywa katika nchi yetu na katika majimbo yetu, na mimi naamini baada ya miaka 5 ijayo tutakuwa tumefika mbali sana katika huduma za kijamii.